Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za kilimo, uchakataji wa mazao, ufugaji, uvuvi na biashara kwa lengo la kuongeza kipato na kuchangia maendeleo ya taifa. Akizungumza katika uzinduzi wa sherehe za maadhimisho ya mwaka wa kitaifa wa wanawake wakulima Zanzibar 2026, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Zanzibar, Mheshimiwa Zawadi Amur Nassor huko Dole Kizimbani, wilaya ya Magharibi Unguja, amesema wanawake wana mchango mkubwa katika uzalishaji wa chakula, kuboresha lishe za familia na kuimarisha uchumi wa nchi. Hivyo kuna umuhimu wa kuhakikisha wanapata fursa na rasilimali zinazowezesha kuongeza tija katika shughuli zao. Katika nchi yetu, wanawake ni nguzo muhimu katika uzalishaji wa mazao, ufugaji, uvuvi, uchakataji wa mazao ya kilimo pamoja na biashara ya mazao na bidhaa za chakula. Pamoja na mchango huo mkubwa, wanawake wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo upatikanaji mdogo wa ardhi, mitaji, teknolojia, pembejeo bora, huduma za ugani na masoko ya uhakika. Changamoto hizi zinapunguza uwezo wao wa kuzalisha kwa tija na kufikia maendeleo makubwa ya kiuchumi. Hata hivyo, kufikia malengo haya kunahitaji ushirikiano wa karibu katika serikali, sekta binafsi, taasisi za kifedha, taasisi za utafiti, mashirika ya kiraia na washirika wa maendeleo. Nimefarajika kuona jitihada mbalimbali zinazotekelezwa na FAO, WFP na wadau wengine katika kuwawezesha wanawake wa vijijini kujikwamua kiuchumi. Vifaa vya uchakataji wa mazao vinavyokabidhiwa leo ni mfano mzuri wa uwekaji unaolenga kuongeza thamani ya mazao, kuongeza kipato na kuboresha maisha ya wanawake na familia zao. Kwa mnasaba wa shughuli yetu hii ya leo na majukwaa tofauti yaliyomo kwenye jamii zetu, husema na kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa wanawake ambao nao ni chachu mbaya ambayo inakwamiza juhudi za mwanamke kuweza kufikia malengo yake aliyojiwekea na taifa kwa ujumla. Naomba nitoe wito kwa wanaume wote. Wanaume waamini kwamba mwanamke ni mwenza wao wa karibu. Mwanamke ana uwezo wa kutoa mashirikiano makubwa ndani ya ngazi ya familia, lakini na jamii na taifa lote kwa jumla. Si vyema kuwafanyia ukatili, kuwadhalilisha, kuwagawa, kuwaharibu saikolojia zao, kwa sababu tunaenda kuweka taifa lisilo na uadilifu, taifa lisilo na misingi inayozingatia uwajibikaji wa masuala mazima ya jinsia. Akieleza malengo ya programu hiyo, mwakilishi kutoka FAO Tanzania Binyamenyi amesema wanawake wakulima wametakiwa kuwezeshwa kwa kuwapatia fursa zaidi za kuwapatia rasilimali za uzalishaji, mitaji, teknolojia, huduma za ugani na masoko ili kuongeza uzalishaji na kuboresha maisha yao pamoja na familia zao. Nina furaha kubwa kuwa na niaba la Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja. We are particularly pleased to convene this event at the Nane Nane 2026 here in Zanzibar, a platform that celebrates agriculture and most importantly the farmers whose work sustains our families, communities and economies. We are here because we believe that if Tanzania transforms its agriculture system or agri-food systems, we must recognize, support and invest in the women who are already driving them. Women farmers are not on the margins of agriculture. They are at the center of it. They produce food, process it, market it and contribute enormously to household food security, nutrition and rural livelihood. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka Umoja wa Mataifa Tanzania Susan Gongi amesema wanawake wametajwa kuwa ni nguzo muhimu katika mifumo ya chakula na maendeleo ya kiuchumi Zanzibar. It is also my great pleasure to join you here today in Zanzibar as we celebrate International Women's Day. To the women who cultivate our land, grow our food, tend our livestock, farm seaweed, process agricultural products, trade in our markets and feed our families, today is the day to say we thank you.
We celebrate your work, but more importantly, we recognize your contribution to the economy and to the future of Zanzibar, and of course, more broadly, to the future of the United Republic of Tanzania. Honorable Minister, women are at the heart of our food systems. Yet too often, the women who do much of the work have less access to the things that determine whether farming becomes a pathway out of poverty, such as land, finance, technology, irrigation, inputs, markets, information and decision making. Naye mkurugenzi mwakilishi kutoka WFP Tanzania, Ronald, amesema licha ya mchango mkubwa wa wanawake katika kilimo, bado wanakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa rasilimali fedha, teknolojia na masoko. As we launch the International Year of Women Farmer, that is focused not only on celebrating women farmers, but also on delivering concrete results, more opportunities, stronger businesses, and greater resilience for rural women. Now let me conclude with this one reflection. Women farmers are not only the beneficiaries of development, they are the actors of development and the leaders of transformations. Na hizi ni ripoti za Asam TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwan Kasim.